Shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi, na ikiwa wewe ndo kwanza unaungana nasi kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo, sasa ni habari za biashara na uchumi. Mimi ni Fatma Hassan. Wakati serikali ikiendelea kuimarisha tafiti za madini na kuvutia wawekezaji, wachimbaji wadogo wamehimizwa kuchangamkia fursa zinazojitokeza katika sekta hiyo ili kuongeza kipato chao na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Mwanahabari wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ametuandalia taarifa ifuatayo. Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Senyamule baada ya kufanya ziara katika kiwanda cha Eyes of Africa Limited Refinery kinachojihusisha na uchenjuaji wa dhahabu. Kiwanda hiki kinakusanya dhahabu kutoka maeneo mbalimbali. 25% takriban inatoka katika mkoa wa Dodoma. Jambo hili sisi limetufurahisha kwa mkoa wa Dodoma kwa sababu nyingi. Kwanza, tunajua kwa Dodoma tunao madini mengi na tumekuwa tukisema kuwa tuna madini ya aina karibu zote kiacha Tanzanite ambayo bado hatujaigundua. Kwa leo tumeweza kushuhudia na kujiridhisha kuwa dhahabu hii pia ipo Dodoma, lakini tumefurahi kuwepo kiwanda hiki kinatengeneza soko la wananchi ambao wanachimba dhahabu. Kwa hiyo ziko fursa nyingi, tuendelee kutumia fursa ambayo Mwenyezi Mungu ametupa katika ardhi yetu. Kwa upande wake, mwekezaji wa kiwanda hicho anaweka wazi sababu za kuwekeza Tanzania. Practically it is a very peaceful country. Kwa uhalisia ni nchi yenye amani sana. Inakuwa kwa kasi. Nimekuwa hapa kwa zaidi ya miaka 31 na sijawahi kuona nchi ikikuwa kwa kasi kama Tanzania. Ni mafanikio mazuri na mwelekeo mzuri wa maendeleo. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo. Chama kikuu cha ushirika wa zao la tumbaku CHUTCO kwa kushirikiana na wadau wa zao hilo kimeanza zoezi la kuhesabu vitalu, mabani na store ili kupata tafsiri sahihi ya uzalishaji katika msimu wa kilimo wa mwaka 2025-2026 utakaofanikisha uzalishaji wa kilo milioni 33 kwa mwaka. Rozi Chapewa ametuandalia taarifa kamili. Meneja wa chama kikuu cha ushirika wa zao la tumbaku CHUTCO, Juma Shinshi, ameiambia Channel 10 kuwa wadau ambao wameshiriki zoezi hilo ni pamoja na bodi ya tumbaku, kampuni zinazonunua zao hilo, mabenki na uongozi wa wilaya Chunya na Songwe. Timu ya wadau wa zao la tumbaku Chunya wapo kwenye zoezi la kuhesabu vitalu, mabani pamoja na store, vitu ambavyo vitatoa tafsiri sahihi ya uzalishaji wa Chunya milioni 33. Kwa sasa hivi tunaangalia vitalu ambavyo vitazalisha hizo kilo, miti ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kupanda kulima kwa ajili ya kutunza mazingira. Kuna vitalu vya kutosha na pia miche ipo yenye afya nzuri. Nimezungumza na baadhi ya kampuni zinazonunua tumbaku katika mkoa wa Kitumbaku Chunya. Zinasema ikiwa hali ya hewa itakuwa nzuri, malengo hayo yatafikiwa. Miche ya tumbaku tayari imeshafikia kupandwa, lakini mvua bado haijafika. Kwa hiyo mikakati ambayo tunawahimiza wakulima ambao tayari wako kwenye maeneo yenye maji waweze kupandia maji. Kwani tumbaku inayopandiwa maji mara nyingi sana ikikutwa na mvua huwa inakwenda na kustawi vizuri sana na huwa inatoa mazao mazuri sana. Kwa maandalizi tunaweza kusema tumeshajiandaa sawa sawa, na itakapofika mwishoni katikati ya mwezi Januari nafikiri upandaji utakuwa umeshakamilika. Tutakuwa tumeshajua tumepanda kiasi gani kwa ajili ya kutimiza malengo hayo. Pamoja na kuongeza uzalishaji, meneja huyo anasema chama hicho kimeendelea kubuni vyanzo vingine vya mapato. Kwa sasa hivi tuna vyanzo vya mapato ambavyo vipo aina mbili. Cha kwanza ni ushuru, cha pili ni miliki za chama ambazo tuna majengo pale tunayokodisha. Kwa hiyo cha tatu sasa hivi ni kiwanda, kitakuwa ni chanzo cha mapato kingine. Na tunaendelea tuna mpango sasa hivi tena wa kujenga kituo cha mafuta. Kutoka Chunya mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Naam, shukrani sana Rozi Chapewa kwa taarifa hiyo, na ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Eden Bahati atakuwa hapa kwa habari za michezo na burudani.